Sasa nazungumza na mke na mume, lakini hapa huu ni ujuzi mahususi ambao nautoa kwa wanaume. Mwanamume, kaa ukijua kwamba katika huu ulimwengu kuna aina mbili ya wanawake pale kitandani. Aina moja ya kwanza, ama mwanamke wa kwanza, ni mwanamke ambaye anakuwa anachemka haraka. Alafu wa pili anachukua muda kuchemka. Sasa baada ya hapa ni wewe uniambie, nikielezea hawa wanawake wawili, uniambie wako wewe ni yupi? Ama wewe mwanamke, baada ya kuzungumzia hawa wanawake wawili kitandani, wewe uko katika fungu gani? Tuende aina ya kwanza ya mwanamke. Mwanamke aina ya kwanza ni yule anayechemka haraka. Yaani nazungumzia si kuchemka kutokota kama sufuria iliyowekwa kwenye mafiga inapikwa, hapana. Nazungumza wakati ule wa maandalizi wa kwenda kwenye tendo. Sasa huyu mwanamke wa kwanza, yeye anakuwa anachemka haraka. Ni mwanamke ambaye anakuwa wa moto haraka. Yaani ukianza ile mipapasano, yani mkianza ile romance, katika ile hali ya maandalizi ya tendo, ukimtomasa anatomasika, ukimpapasa anapapasika, ukianza kumgusa hapa na pale anagusika haraka na anachemka haraka. Yaani anakuwa ni mwanamke ambaye anakuwa na nyege za haraka. Hasa huyu anakuwa ni yule, wengine maumbile yao, wengine inategemea, labda pengine ni yule ambaye unajua kama umepeza muda mrefu, uko na muda mrefu, kama vile Arsenal walivyokaa miaka 22 bila ya kubeba kombe. Sasa kama umekaa muda mrefu, wakati unakuja unakutana na mume wako, unakuta kwamba unakuwa na mwingi wa shahwa. Sasa ukishaguswa tu kidogo tayari nayo ukipapaswa tu kidogo unakuwa tayari uko wa moto, uko juu. Ama kama ni lile tendo umelitamani muda mrefu, mwanamume hachukui muda mrefu katika maandalizi. Sasa unakuwa kwamba huyu mara nyingi anakuwa anaridhika lile tendo, anafika kileleni haraka. Sasa ni wewe mwanamume unakuwa mjuzi katika kumhendo mwanamke kama huyu, kwa sababu usipokuwa mjuzi wa kumhendo huyu mwanamke, unaweza akafikia wakati yeye katika yale maandalizi, katika ile hali ya kuchemka, akachemka kiasi cha kwamba akakidhi haja yake mapema kabla ya hata wewe kumuingilia. Kwa hiyo hapa huyu mwanamume unafaa uwe mjuzi wa aina gani? Uwe mjuzi wa kuhakikisha kwamba unakuwa umemobserve. Wakati yeye amekuwa yuko tayari mapema, wewe nawe unaingia mapema, kwa sababu ukichelewa sana katika maandalizi, huyu atamaliza hamu yake mapema bila ya hata wewe. Sasa itakuwa ule wakati wa kwamba yeye ashafika kileleni mapema, wewe bado. Sasa hapa utakuta yeye ameenjoy tendo, wewe bado. Na ukiwa sasa unajaribu kuingia pale, ukakuta mambo yamemalizia, yani yeye hamu yake ashaifikisha mapema kabla ya wewe. Kwa hiyo unakuwa mwanamume unastahili kujua mke wako mwenye unadili naye ni wa aina gani. Ni yule wa kuchemka mapema ama ni vipi? Na huyu wa aina hii ya kuchemka mapema, mara nyingi usipomhendo mapema, basi utakuta yeye anafika kileleni wa kwanza kabla hata wewe hujamuingilia. Kwa hiyo unafaa uwe makini sana kujua unaedili naye ni wa aina gani. Twende mwanamke wa pili. Kama nilivyosema, mwanamke wa pili ni yule ambaye sasa yeye anachelewa kuchemka. Huyu ina uwezekano kwamba labda pengine ni maumbile yake tayari imecharali. Unajua sisi wanawake tuko tofauti. Ama inakuwa sasa wewe mwanamume huna ujuzi wa zile sehemu, maana kuna sehemu ambazo ukimpapasa, ukimtomasa, mwanamke anakuwa na mhemuko haraka. Yani kama unagusa zile sehemu ambazo zinapaswa, yale maeneo yenyewe, zile G-spot, mwanamke anakuwa anachemka. Lakini kuna wengine kama
kama wewe si mjuzi, sasa hapa nazungumzia huyo mwanamume, kama wewe si mjuzi wa hizo sehemu, basi huyu mwanamke atakawia kuchemka. Na hasa kama ni mtu ambaye labda pengine mnafanya, yani mmekuwa na mazoea muda mrefu, mmekuwa pamoja, inakuwa ni vigumu kumhendo mwanamke kama huyu. Na mwanamke kama huyu vile vile anakuwa mara nyingi haridhiki kwenye tendo. Mara nyingi anakuwa ni vigumu kufika kileleni. Haimaanishi kwamba ni mtu ambaye ametoka na watu wengi, no, hapana, si hivyo. Labda inaweza kuwa ni maumbile yake, ama ni mtu ambaye mmekuwa pamoja, yani ile kama ni mwanamke na mume ama mke na mume, mmeishi muda mrefu. Unajua pia kuna ile mazoea. Na pia wewe mwanamume, ina maana hujafika zile sehemu ambazo zinastahili kutomasa, kupapasa, na hata kama ni kutia mdomo unatia. Ina maana wewe pengine si mjuzi wa kufikia hizo sehemu. Ndio maana unakuta baadhi ya wanawake wanakuwa wanakawia kuchemka. Sasa basi, kama umepatana na mwanamke wa aina hii, akikwambia, maana wengine hukuonyesha kwa ishara, ama hata anaweza akachukua mkono, kama hufikii zile sehemu sasa ili aweze kuchemka, anaweza akachukua mkono akakupeleka, ni hapa, gusa hapa. Sasa wewe mwanamume, unapoashiriwa kwa vitendo kwamba gusa hapa, tomasa hapa, papasa hapa, basi ni wewe sasa kazi yako ni kuitikia. Fanya hivi, unafanya. Fanya hivi, unafanya. Kwa sababu hayo yatamsaidia aweze kuchemka kwa wakati. Pia atakapokuambia kwamba hajafika kileleni ama hajatosheka, usihisi vibaya, kwa sababu baadhi ya wanaume unahisi kwamba mkeo atakapokuambia kwamba mimi sijafurahia tendo ama sijaridhikia tendo, unahisi kwamba labda pengine unamuona ni changudoa, pengine amekuwa akienda na watu wengine. Hapana, binadamu tumeumba tofauti. Na wakati shukuru sana ama furahia sana atakapokuambia muwazi kwamba sijafurahia. Ni wewe uongeze bidii ama uongeze nguvu za kukimbia, lakini usichukulie vibaya. Maana kuna wale anaweza kuwa anapiga tu nduru tu, wewe unahisi kwamba kweli basi unapiga mashuti vizuri, kumbe hata anaigiza tu, anacheza maigizo. Lakini huyo akikuambia, sasa hawa wa design hii, akikuambia, basi jua kweli kwamba hajaridhika. Ni jukumu lako uone ni jinsi gani utafanya ili mkeo aridhike, kwa sababu hii ndoa ndio maana ikaitwa ndoa, kisha hili tendo likaitwa tendo la ndoa. Bi maana ndoa haiwezi kuwa ndoa pasipo kuwepo na tendo. Ndio maana ikalitwa tendo la ndoa. Na hapa ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anaridhika, anafurahia lile tendo. Sio upande mmoja peke yake, eti wewe kila siku ndio unaridhika, wewe ndio unaenjoy wakati mwenzio anaumia. Haiendi hivyo. Raha ya tendo ni muenjoy nyote, na raha ya ndoa ni tendo. Maana ndoa inajengwa na tendo, ndio maana ikaitwa tendo la ndoa.